Tunapokea watoto wadogo, tunapokea pia watoto wakubwa. Yani watoto wadogo ninamaanisha tunapokea watoto wana miaka 2, 3, 4, 5 mpaka form 3, form 4, form 6 ambao wameathirika na sumu nyingi katika damu. Hospitalini wamekuwa wakitibiwa kama wagonjwa wenye allergy sugu. Hospitalini wamekuwa wakitibiwa kama magonjwa yasiyojulikana. Watoto hawa wanakuwa wana mahudhurio mabaya sana kwa sababu kila siku wanaumwa. Kwa hiyo hata tunapoandika barua kuomba mtoto apewe lishe maalum ambao sisi tumeona walimu huwa wanalipokea kwa asilimia kubwa, kwa sababu huwa wanakuwa na hofu. Hata akipigiwa simu mtoto kazidiwa, anajua tu ni mtoto fulani kazidiwa. Mtoto kazidiwa ni mtoto fulani kazidiwa, kwa sababu kila siku nakuta mtoto anafenti, anapoteza pumzi darasani. Kila siku mtoto anatoka na mapele mwili mzima yasiyoeleweka yameanzia wapi. Kila siku mtoto anabanwa kifua. Lakini haya yote yanatokana na mchafuko wa damu. Sasa kibaya zaidi, watoto wanaanza kuathirika toka wakiwa tumboni mwa mama. Mama ambaye anakula vibaya leo hii chipsi, mama anayekula leo hii vibaya vyakula vya kukaanga, mandazi, chapati, sambusa, mama ambaye anakula leo hii vibaya, akishtukia tu ghafla ana mimba, mama huyu anabeba mimba huku ndani ya damu yake kukiwa na msongo wa sumu. Na kumbuka, mtoto anapokuwa tumboni mwa mama wanachangia damu. Damu inatoka kwa mama, inapita kwenye kondo, kwenye placenta, inaenda kwa mtoto. Inatoka kwa mtoto, inapita kwa mama. Ile movement ya damu kutoka kwa mama kuja kwa mtoto, wanachangia damu. Kwa hiyo mtoto anaathirika toka akiwa tumboni mwa mama. Ndio maana nashangaa mtoto akitoka na pumu, wanasema pumu hii ni ya mama. Kwa hiyo hatushangai kwa nini mtoto ana pumu. Kwamba mtoto amerithi pumu? Hajarithi pumu. Mtoto amekuwa exposed, amehatarishwa kwenye mazingira yenye sumu nyingi. Ndio maana mtoto katoka na pumu. Ndio maana sasa hivi watoto wanazaliwa wadogo, miaka 2, 3, mtoto anatoka na kansa. Kwa sababu gani? Ametoa wapi vitu ambavyo vinaweza vikachange seli zake za kawaida zikabadilika kuwa cancerous? Ametoka kwa mama ambaye alikuwa na msongo wa sumu. Zile sumu ambazo ziko kwa mama zinaathiri mtoto aliyoko tumboni. Tunapokea kina mama wengi ambao wanalalamika, kwa nini kibeba mimba inafikisha miezi kadhaa tu, pressure inapanda mpaka mimba inatoka. Nabeba mimba, watoto wanafia tumboni. Ni nini kinachoendelea kwenye mwili wangu? Yaweza kuwa mwili wake uko kwenye msongo wa sumu. Kwa hiyo huwa tunapokea watoto wadogo ambao tayari